nimefurahi siku ya leo pia kusimama mbele zenu ili kuongoza katika ibada hii. Hakika si kwa uwezo wangu bali kwa nguvu zake mwenyewe. Ninakuomba katika siku ya leo. Amen. Tujifunza kuhusu jinsi ya kusimama na lolote katika damu ya Yesu Kristo. Ni series ambayo tulianza tangu Jumatano na jana na leo ni siku ya tatu. Hakika hii series ni ndefu kidogo, lakini itakupa nafasi yako wewe ya kujipima wapi umefika, hata wewe wapi umeelewa katika series hii. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi kabla hatuja kwenda katika series hii, naomba kuombea neno la leo. Zidi kuniombea kwa kuwa tumeombea tangu mwanzo. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru nasema ni asante. Asante kwa ajili ya neno hili Bwana. Tazama wewe mwaminifu Bwana. Nasema mwaminifu wako ni ngao na kigao. Tuongoza Baba tangu juzi kwa ajili ya neno hili. Hakika unalo kusudi Bwana tukaweza kulifahamu neno hili kama ulivyosema kwamba hautafanya jambo lolote bali utamfunulia mtumishi wako ajili yako siri. Hivi Bwana kwa neno hili Baba, nataka tufunulie siri iliyo katika damu yako takatifu. Tajua nguvu za damu yako takatifu. Tajua uwezo wa damu yako takatifu. Na jinsi tutakavyosimama Baba na damu hii yako iliyotupa Bwana na Babauni kwa ajili ya upatanisho wa nafsi zetu. Tazama ulitukomboa kwa damu hii Bwana. Utununua kwa damu hii sisi watumwa wa binadamu. Tukaweza kufahamu damu hii ili tukaweza kusimama kwa damu hii wala lolote lile Bwana katika maisha yetu. Asante Bwana maana wewe ni Mungu tendea makuu na ajabu. Kwa neno hili Bwana naomba katufanikishe. Kwa neno hili katuimarishe. Katuinue Bwana kwa neno hili Bwana. Asante Bwana. Tufanye mili yetu ikawa ile udongo mzuri tukaweza kulipokea neno hili Bwana. Siweze kupita kando. Tusiweze kuwa mawe. Neno hili lisipate upenyo ndani yetu. Bali nenda katuimarishe, katuwezeshe kwa yote Bwana. Maana wewe ni yote katika yote. Kwa jina la Yesu Kristo Mwokozi. Naomba kwa nini. Amen. Katika series tulikuwa tumefika namba 4. Katika nguvu ya damu ya Yesu Kristo tumefika kwamba damu ya Yesu Kristo ni njia ya baraka yetu. Ni njia ya baraka yetu, ni lango letu la baraka. It's our channel of our blessing. Kasema kwamba unapohisi laana imekuenukia ama laana imeshuka juu yako katika maeneo yote yako, basi ukimbilie damu ya Yesu Kristo ili kaweze kukutoa katika eneo lile. Damu ya Yesu Kristo ikaweze kuunganisha na baraka. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Njia ya kuvunja laana lazima ujiconnect na damu kwanza. Huo utajiconnect na damu ya Yesu. Kwa damu ya Yesu Kristo yeye mwenyewe anasema kwamba anaita kikombe cha baraka. Leo tulipita katika mahali hapa. Na leo tunaparejelea kwa wale ambao hawakufika, hawakuwa nasi jana. Anasema kikombe hicho cha baraka hawezi kushiriki kikombe cha baraka tena ukashiriki na laana. Tutatofautisha vipi laana na baraka? Kwamba baraka ni ujazo, kwamba utakapokuwa na baraka utakuta kwamba unajazo, unapata vitu mara kwa mara ama maradufu. Lakini utakapokuwa unapoteza, basi jua kwamba laana iko katika kazi. Yaani laana imechukua nafasi, iko katika kazi katika maisha yako. Unapokuona kwamba una mikosi, unapata kazi, unakwenda kwenye interview, unakosa. Ama hata ndani ya nyumba yako unakuta kwamba mahitaji yako yanapungua. Mahali ambapo ulikuwa unaweza kujikidhi maisha yako kwa utajiri tuliopewa, lakini unakuta kwamba hauwezi. Ukiwa hauwezi, jua laana imesimama juu yako. Sasa wewe mwenyewe utang'ang'ana na damu ya Yesu Kristo ili ikutoe katika laana hiyo. Kunavyo vitu ambavyo vinavyotia laana, lazima tuvijue. Kuna mapepo yanakutia laana mapepo. Mapepo hushikamana kaskazini, mashariki, kusini, yakaweka shauri, yakakuwekea laana. Bwana Yesu asifiwe. Naposema mapepo, sijasema mapepo yote. Kuna mapepo ambayo yanapatikana ndani ya asilia zetu, ndani ya majumba yetu,
ndani ya koo zetu. Unaweza kukosana na bibi yako, unaweza kukosana na shangazi yako, lakini haukujua kwamba yeye ana miungu gani anayoabudu. Unaweza usikie akainuka na miungu ile ikashikamana ikakulaani wewe. Unaweza usikie mapepo. Laana nyingine inaonekana katika njia zako mwenyewe. Unaweza kukwenda katika njia zako na njia zile zako zikakutia katika laana. Unaweza usikie lazima tujue laana tutazipata vipi, ili tuweze kusimama katika damu ya Yesu Kristo, kujiondoa katika laana zile. Laana unaweza kupata laana katika wachawi. Wachawi wanaweza kukulani. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza kukosana nao, wakosana na mmoja wao, lakini kwa sababu wale hukaa katika vikundi, hukaa katika makongamano yao, pia wakakutaja katika makongamano yao, wakakulaani. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utasimama na damu ya Yesu Kristo ili kujitoa katika laana zile. Kuna mishale mingi sana irukayo ikiwa inasambaza laana. Bwana Yesu asifiwe. Katika ulimwengu wa giza kuna mishale mingi ambayo inazunguka ikirusha laana. Sasa pengine utapata bahati mbaya laana ile kupate, basi utasimama na damu ya Yesu Kristo ili kujikomboa katika laana ile. Leo tutaenda katika kifungu cha 5. Viko vifungu kama 7 hivi, lakini naomba Mungu aniwezeshe kwenda navyo. Hata tukipata 6 itakuwa vizuri zaidi. Tutakwenda katika kifungu cha 5, ambayo damu ya Yesu Kristo ni silaha dhidi ya vita vya ibilisi. Damu ya Yesu Kristo ni silaha kweli. Uwezo wa nguvu za damu ya Yesu Kristo tunatambua kwamba ni silaha dhidi ya vita vya ibilisi. Ni silaha ya kuondoa vita dhidi yako. Kila unapoitisha damu ya Yesu Kristo. Sasa hili ni katika ulimwengu wa kiroho, kwamba unapoitisha damu ya Yesu Kristo, unaitisha damu ya Yesu Kristo katika ulimwengu wa kiroho, Mungu anaangalia unaitisha damu ya Yesu Kristo ikafanye nini. Bwana Yesu asifiwe. Unaitisha ile damu ili ikafanye nini? Unaweza itisha ile damu kama hauna ufahamu. Unaitisha tu damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu. Unaambiwa tunasoma kwa damu ya Yesu Kristo kwa sababu hujapata ufahamu, unaitisha tu ile damu. Sasa katika ulimwengu wa roho, Mungu anaangalia damu ya Yesu Kristo, wewe unayoita una lengo gani nayo? Unaitisha damu ya Yesu Kristo kwa ajili gani? Ikakukomboe, ikapigane na kitu gani? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ndio maana tukafundishana kwamba lazima tuwe na ufahamu. Ufahamu, tukafundishana kwamba ufahamu ni nini? Ni kutafsiri kitu chochote katika njia ya Mungu, ama kutafsiri katika njia yako wewe mwenyewe kama binadamu, ama kutafsiri katika kuona kusudi la shetani. Lakini kama neno linavyosema kwamba silaha, damu ya Yesu Kristo ni silaha ya kujiondoa katika vita dhidi ya ibilisi. Ibilisi ama adui hakika ni mtundu sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ibilisi ni mtundu sana. Unataka kuhakikisha kwamba wewe je, unafahamu unapokuwa unaitisha damu ya Yesu Kristo, anataka kujua, je, unafahamu ni nini unachokiitishia? Kwa kuwa anataka kuona cheti chochote ambacho wewe utakuwa unacho, lazima ukisalimishe kwa adui na kukionyesha kwamba mimi na uhakika na hichi ninachokifanya, nimesimama katika vita hivi, lakini na uhakika na ninachokifanya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna watu wengi wameenda katika vita, katika maombi, na walipotoka kule wakawa wahanga wa maombi. Nikisema hivyo namaanisha kwamba watu wengi wameenda kule, walipofika kule wakawa hawana kitu cha kukipresent mbele ya adui yao. Wakitoka kule wakapigwa na maadui. Ama adui akampiga vizuri. Kwa sababu gani? Hakuweza kumthibitishia kwamba yeye ana cheti. Hata utakapokwenda shule, unasema mimi nimesoma mpaka form 4. Unaulizwa umekuja Bamburi, wewe umesoma form 4? Tupe cheti chako. Bwana Yesu asifiwe. Lazima utoe cheti chako cha kujionyesha kwamba wewe umequalify katika jambo hili. Nimeenda college kweli. College ipi? Toa cheti tuone. Bwana Yesu asifiwe. Sasa katika damu ya Yesu Kristo, damu ya Yesu Kristo ni cheti ambacho cheti kile kinaweza kusimamisha mbele ya adui. Ukatoa cheti kile
Bwana Yesu asifiwe. Tutasoma kitabu cha Yohana, tutaanza na kitabu cha Yohana 16:33. Kama utakuwa haraka zaidi yangu utasoma. Yohana 16 mstari ule wa 33. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani ndani yangu. Hayo nimewaambieni mpate kuwa na amani. Endelea. Ulimwenguni mnayo dhiki. Anasema kwamba ulimwenguni mnao dhiki, lakini jipeni moyo. Lakini jipeni moyo. Mimi nimeushinda ulimwengu. Mimi nimeushinda ulimwengu. Yesu Kristo mwenyewe anasema kwamba mimi nimeushinda ulimwengu. Hakusema kwamba mtumishi ameushinda ulimwengu. Askofu ameshinda ulimwengu. Anasema yeye mwenyewe ameushinda ulimwengu. Kwamba ameushinda ulimwengu na ana cheti. Chochote utakachoshinda lazima uwe na cheti cha kutuonyesha kwamba nimeshinda kitu fulani. Wakimbiaji wakikimbia kule utuonyesha medali kwamba mimi nimeshinda. Anainua cheti. Sasa wewe lazima uwe na cheti kile cha kumuonyesha adui, kwa kuwa adui hata kuacha. Adui anataka kuona kwamba wewe kweli unacho cheti cha kuonyesha kwamba wewe umshindi. Kwa kuwa adui unamsikia, mashetani unamsikia alishindwa kitambo sana. Lakini hawezi kuachilia wewe. Yeye mwenyewe anajua kwamba alishindwa, lakini kwako wewe hata kuja akijua kwamba yeye ni mshindi, atakuja akijua kwamba wewe, je, unajua kwamba wewe ni mshindi? Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ndio maana tukajifundisha kuwa na ufahamu, tujue kwamba sisi ni washindi na zaidi ya washindi. Amen. Sasa tukisimama mbele zake lazima tutafanya nini? Tutasimama na cheti cha kumuonyesha adui kwamba hichi cheti, vita hivi tulishindiwa vita hivi. Na tulipewa cheti chetu. Na cheti chetu tulichopewa ni nini? Cheti chetu ambacho tulipewa, kile cheti ni damu ya Yesu Kristo. Kwa kuwa ni hatari sana uingie katika vita bila cheti. Utaipata katika kitabu cha Ufunuo 12 mstari ule wa 11. Sema kwamba nao wakamshinda kwa damu ya mwana kondoo. Biblia inasema nao wakamshinda. Sio walimshinda kwa nguvu zao. Sio walimshinda kwa kuwa walikuwa na maarifa. Lakini walimshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao. Na kwa neno la ushuhuda wao. Lazima ushuhudie. Ambao hawakupenda maisha yao hata kufa. Bwana Yesu asifiwe. Sasa cheti chetu ni damu ya Yesu. Lazima tumuonyeshe adui kwamba sisi ni washindi, na ushindi wetu ulitoka pale msalabani. Ile damu iliyomwagika tulipewa sisi. Tulipewa sisi kama cheti chetu. Ndio maana tunasimama na damu hii, tukijua kwamba damu hii ndio cheti chetu. Tunamuonyesha adui. Kwa kuwa yeye anajua kwamba wewe waweza kuwa hujui. Sasa lazima upresent cheti chako. Kwa damu ya Yesu Kristo tunakushinda. Kwa damu ya Yesu Kristo inakuangamiza adui. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuwa wale hawakwenda mikono mitupu, walikwenda na kile cheti. Na lazima nasi pia tuonyeshe cheti chetu. Lakini walipokwenda na damu ya Yesu Kristo, ile damu ina vitu vitatu ambavyo damu ile ilimshinda yule adui, ilimshinda shetani. Vitu vingapi? Vitu vitatu ilimshinda. Sio kwamba ni ile damu tu, lakini ile damu ilishinda vitu vitatu. Utakapokwenda katika kitabu cha Wakolosai 2, tuanze na kitabu cha mlango wa 13 mpaka 15. Kwa kuwa damu ya Yesu haikushinda ibilisi pekee, ilishinda hukumu yake, na ikashinda na nguvu zake, na ikashinda pia na mamlaka na enzi zake. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utakapo represent ile damu ya Yesu Kristo mbele ya adui, adui akifahamu kwamba wewe unajua nini kinachoendelea, basi adui anayayuka yeye mwenyewe. Amen. Tusomee. Wakolosai 2:13. Na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, na nyinyi mlipokuwa mmekufa kwa sababu ya makosa yenu, na kutokutahiriwa kwa mwili wenu, na kutokutahiriwa katika mwili wenu, aliwafanya hai naye akiisha kuwasamehe, aliwafanya hai naye akiisha kuwasamehe dhambi zenu.
akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa Akiisha kuifuta ile hati iliyoandikwa yenye uadui nanyi, ya kutushtaki yenye kutushtaki. Hati pole mtumishi. Akisha kuifuta ile hati, aliifuta ile hati. Hati ni nini? Hati ni hukumu. Unaweza kuwa umehukumiwa katika magonjwa, unaweza kuwa umehukumiwa katika jambo lingine lolote lile ambalo unajua kwamba hili umehukumiwa kwalo. Sasa ile ni hati ile ambayo adui anaiweka kwako kama alama kwamba hii nimeiweka kwake hili apate kusumbuka. Sasa anasema akisha kuifuta ile hati, aliifuta ile hati, The records. unaona, iliyokuwa na uadui nasi. Kwa kuwa hati itakapokuwa juu yako itakuwa na uadui na wewe. Maana utakuwa katika sentence, pengine sentence ya magonjwa, pengine sentence ya shida fulani ambayo inakusumbua, sentence ya hali ambayo inakutatiza wewe mwenyewe. Adui amepokea, lakini yeye aliifuta ile. Unaona? Aliifuta ile hati iliyokuwa na uadui nasi, akaiondoa isiwepo tena, akaigongomea msalabani. Alafu mbele iliyokuwa na uadui kwetu, ndio akaiondoa isiwepo tena, ndio kugomea msalabani. Naam. Akiisha kuzivua enzi na mamlaka, akisha kuzivua enzi na mamlaka, akazifanya kuwa mkongo wa ujasiri, akazifanya zile enzi na mamlaka kuwa mkongo na ujasiri, akaziondoa, akazishangilia katika msalaba huo. akazishangilia katika msalaba huo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaona kwamba utakapokuwa na ufahamu huo kwamba cheti hichi nilicho nacho kilimshinda adui, unakipresent mbele yake, hata yeye mwenyewe anakumbuka kweli ni hichi kile cheti nilichoshindiwa hichi. Sasa adui anafanya nini? Anaondoa kucha zake katika maisha yake. Maana adui anaweza kuja na jeshi lake. Atakapokuja na jeshi lake na wewe umesimama na cheti kile, unasimama na damu yake, na damu ya Yesu Kristo ambayo ni cheti. Aweza kuja yeye mwenyewe adui akakuvamia yeye mwenyewe personal. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukiangalia katika hizi kanda hizi za deliverance unakuta watu wengi sana, mara Lucifer mwenyewe amesimama mbele. Sasa amekuja yeye mwenyewe. Na anafanya nini? Anaondolewa, lakini anaondolewa na nini? Na damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu ataiongeza kwa jina la Yesu. Amen. Ni wewe tu kwamba uhakikishe umejua adui amekuhukumu na nini na lipi. Yaani amekuhukumu na nini na lipi alilokuhukumia. Na wakati gani amekuhukumu. Ili ukaweze kusimama kumchallenge adui na damu yake Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tutakapokuwa tunashiriki meza ya Bwana, unashiriki meza ya Bwana na ufahamu wa kujua kwamba mimi ninaenda kusimama na kupambana na jambo gani. Utakapokuwa unaituma damu ya Yesu Kristo, utakapokuwa unainyunyiza damu ya Yesu Kristo, unainyunyiza kwa lengo. Sio unainyunyiza tu. Kwa kuwa adui yeye tumesema kwamba ni mtundu, anacheki vizuri sana. Je, wewe unafahamu? Unanyunyiza ama unataja tu damu ya Yesu, damu ya Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Mpaka twende ya 6. Namba 6, damu ya Yesu ni silaha ya utakaso. Ni damu ya Yesu Kristo ni silaha ya utakaso kwa ajili ya miili yetu, kwa ajili ya kiroho chetu. Damu ya Yesu Kristo ni sabuni ya kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Ni damu ya Yesu Kristo ni spiritual detergent, kama vile unavyoona jiki ama unavyoona kitu kingine chochote chenye kutakasa, kusafisha. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa damu ya Yesu Kristo nguvu zake zina nguvu za utakaso na nguvu za kusafisha. Inaondoa yale madoadoa ambayo ama zile alama za uchafu wa kiroho ambao adui ameziweka kwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunachafuliwa na vitu vingi. Unaweza kuchafuliwa na rafiki, mmefanya biashara na yeye, mkashirikiana kwa mambo,
Lakini baadaye unapokwenda nyumbani ukataka kuanza kuomba ukashindwa, kwa sababu kumbe yeye alikunajisi, kumbe yeye alikuchafua katika mazungumzo mliokuwa nao, katika ushirika mliokuwa nao, kwa kuwa kunazo dhambi za kushirikishwa. Haujaitenda, lakini dhambi ile ukashirikishwa wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sasa ukapata kuchafuka. Sasa utakapokuwa umepata kuchafuka, yule mtu wako wa ndani akakosa kucooperate na wewe kwa sababu amechafuka. Sawa sawa na nyumbani, unaweza kuwa wewe tuko na watoto kama wazazi. Unakwenda nyumbani, umezoea unanunua lollipop, unanunua pipi, peremende, unanunua biskuti. Ukifika nyumbani, mtoto wako huwa anakung'ang'ania kupokea. Bwana Yesu asifiwe. Lakini adui naye hutaka kutuchafua sisi. Siku utakwenda nyumbani, ukifika nyumbani upate yule mtoto wewe zote unapokwenda anakukimbilia. Lakini leo mtoto anakukimbilia lakini amejipaka mawe. Amejipaka choo kabisa. Utamwambiaje? Kaa huko kando. Kajiosha kwanza. Ndivyo vile uchafuliwa na adui. Tukenda mbele za Bwana, tukawa Bwana anasema hapana, wewe rudi nyuma ukajitakase. Haezi. Bwana Yesu asifiwe. Sasa adui kutuchafua ili tukafanya nini? Tukashindwa kusimama mbele za Bwana. Amen. Lakini damu yake ina uwezo wa utakaso. Inatutakasa katika kila uchafu. Sasa Mungu ametupa damu hii ili ikaweze kutusafisha. Damu ya Yesu Kristo ni kifutio. Hapa ndipo pazuri sana. Kwa damu ya Yesu Kristo ni kifutio. Kifutio tutatumia katika, unaweza pata kwamba sio wa China ama Wajerumani wenye kutengeneza simu, ama Finland wenye kutengeneza simu nzuri Finland. Wakaitengeneza lakini wakawa wameweka mahali kwa kubonyeza kwa delete, ili ukaweza kudelete vitu. Sasa damu ya Yesu Kristo huoperate kama kile kibonyezo cha delete. Unaangalia nini ambacho kimekuchafua, nini ambacho kilinemwa kwa ajili yako, kikakunajisi, ukaitumia damu ya Yesu Kristo kufanya nini? Kufuta. Kuna wengi wamechafuliwa hata na walimu wa shule. Sijui wana vipimo gani, saa nyingine mwalimu pia akakwambia wewe haufai, hautakuwa kitu chochote. Sasa neno lile likakufuata siku zote. Ukajikuta haupati breakthrough. Bwana Yesu asifiwe. Haupati breakthrough katika maisha yako. Kumbe ni mwalimu alikunenea kitu na kikabaki ndani yako. Kuna watu wamechafuliwa na mahusiano ya zamani. Alipokuwa na mahusiano kabla hajaoa ama hajaolewa. Mahusiano yale akamchafua. Sasa kila akitafuta breakthrough anakosa. Sasa kunayo damu ya Yesu Kristo ambayo damu hii itatumika kama kifutio ufute yale mahusiano. Kuna nyingine hapa nzuri sana nimeiona kwamba damu ya Yesu Kristo, kuna watu wamekuwa katika makanisa. Bwana Yesu asifiwe. Makanisa, mtu amekuwa makanisa tangu ni mdogo mpaka amekuwa mtu mkubwa, anaenda kanisa fulani. Alafu anakuja suddenly anabadilisha kwa ufahamu alioupata, akabadilisha kanisa. Unajua pale kuna nini? Pale kuna soul tie ya madhabahu. Amen. Ulijiunganisha na madhabahu yale. Sasa umekuja unataka kujiunganisha na madhabahu haya. Sawa sawa na uchafu ulioupata katika mahusiano. Mahusiano utakapokuwa nayo kuna kitu kinaitwa soul tie. Yes. Kinakushika ile soul tie. Sasa kuondoa ile soul tie mpaka utakase kwa damu ya Yesu Kristo. Ufute kwa damu ya Yesu Kristo, uitoe ile soul tie. Sasa katika makanisa unakosa kubarikiwa kwa kuwa una njia mbili. Mguu huu uko huko. Kanisa hili watu wanazika vizuri. Bwana Yesu asifiwe. Watu wanasema kwamba tukiwa katika kanisa la Catholic, basi kupatikana jambo kule. Watu wanasimama. Lakini kumbe kuna mahali kwingine kuna mafundisho mengine mazuri ambao nataka kufundishwa. Sasa mguu mmoja uko Catholic, mguu mmoja uko Pentecostal. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unakosa kubarikiwa ukiwa uko katikati. Sasa lazima uondoe solta ya kule kwanza ulikojishikilisha. Utatumia nini? Kifutio kipo, ambacho kifutio hichi ni damu ya Yesu Kristo. Ndio kifutio. Tutasoma kitabu cha 1 John 1 mstari wa 7. Thank you Jesus. Kwamba ujitakase kwa 1 John 1 verse 7. Nasemaje? Bali tukienenda nuruni kama yeye alivyo katika nuru, ndio tutashirikiana sisi kwa sisi, na damu yake Yesu mwana wake yatusafisha dhambi zote. Kwa chochote kile ambacho kitakuwa kitunajisi kina mfano wa dhambi.
Sasa kwa yeye damu yake takatifu inatufuta, inatusafisha kwa yote yale. Bwana Yesu asifiwe. Utashangaa sana kwamba utashangaa sana katika kiwanda cha sabuni. Unaweza kuwa kuna kiwanda cha sabuni lakini ukawa ndani ya kiwanda cha sabuni kile lakini usioge. Sabuni utakasa lakini uko ndani ya kiwanda kile lakini ukawa wewe hautaoga. Sasa sio kwamba kile kiwanda ni makosa yake. Ni makosa yako wewe kwa kuwa hujajua ama hujaweza kufahamu kwamba sabuni iliyo hapa katika hichi kiwanda ndio inayotakasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kuna vitu ambavyo vinakuchafua. Kunazo ndoto zinaweza kuchafua. Nataka kugusa main point ya vitu ambavyo mara kwa mara vinatupata. Ndoto zinaweza kukuchafua. Ukakuta kwamba umepata mrembo mzuri katika ndoto. Ukashindwa amekujaje, ama baba mzuri kaletwa ile picha unayopenda wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akakunajisi, akakuchafua. Na kuna ndoto aina mbili, kunazo ndoto kama hiyo na kuna ndoto nyingine ambayo inakaa kama tape. Ya kile ya activities zako zote ambazo umezifanya. Inarejelea zile activities zako ulikuwa ukizifanya. Sasa adui alivyo mtundu utafuta zile activities zako mbovu uliokuwa ukizifanya, kama matani nini, anakuletea zile. Akikuletea zile, anakunajisi, anakuchafua. Lakini pona yako utapona nini? Kunayo nguvu. Ambayo nguvu ile ya damu ya Yesu Kristo ni silaha yetu ya utakaso. Utaitumia damu ya Yesu Kristo kujitakasa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Damu ya Yesu Kristo ina nguvu ya kuondoa sotai kama nilivyosema. Sotai ambayo ni katika tendo la ndoa ambapo kuna mwingiliano ambao umeingiliana, ikaweza kukuondoa katika sotai. Kuna sotai pia ya madhabahu. Wasema kwamba kuna njia mbili na kuna njia mbili huko. Unaweza kusoma katika kitabu cha Yakobo 1 mstari wa 7 na mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haya ni madhara ya kuwa katika njia mbili. Yakobo 1:7 na 8. Nasemaje? Nasema maana mtu kama yule ndani ya kuwa atapokea kitu kwa Bwana. Maana mtu kama yule mwenye nia mbili, mwenye njia mbili, huku na huku, anataka huku, anataka huku. Mtu wa nia mbili husita katika njia zake zote. Ndio. Niendelee. 8. 8 nimefika. Mtu wa nia mbili husita katika njia zake. Wakati una sita, hauwezi ukabarikiwa. Hauwezi ukapata mpenyo pia. Unajikuta kwamba mbona sipati mpenyo, mbona sitoboi mahali hapa, lakini kwamba wewe mwenyewe kumbe una njia mbili, haujui usimame wapi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kipo kifutio, unafuta njia ile ambayo unakuta kwamba hii njia hii haitanipa mazao, unaifuta njia ile, unasimama na njia. Tutaanza hii moja ya namba 7 ambayo ni ya mwisho. Damu ya Yesu ni kifunguo cha kuingia katika uwepo wa Mungu. Access. Amen. Kuna wakati unajaribu kumtafuta Bwana lakini unashindwa kuwa na upenyo. Unaweza kusimama umejitayarisha unataka kufanya maombi. Lakini kila ukifanya hivi hakuna breakthrough. Utafanya nini? Unatangaza damu ya Yesu Kristo. Katika kila mishale unaachilia mishale ya damu ya Yesu Kristo katika nguvu za giza zilizokuatamia, katika uwepo wowote, katika mafatilizi ya aina yoyote, katika uchafu wote, unaachilia nini? Mishale ya damu ya Yesu Kristo. Unaweza kuanza ukiwa unaanza kuomba, mawazo mengine yakakujia yakakutoa. Anakwambia wewe angalia Bwana. Sio ndio umeweka maji moto kule. Wakati wewe uso ndio umejiprepare, simu itaita sasa. Sasa ni mawazo, nataka yale mawazo kama yale uyaangushe pale. Unayaangusha na nini? Na damu ya Yesu Kristo. Amen. Ingawa tunaenda katika mwili, hatufanyi vita vyetu kwa jinsi ya mwili. Bali maana vita vyetu vina uwezo, silaha zetu zina uwezo katika Mungu. Tukiangusha chochote chenye kijiinuacho juu ya elimu ya Mungu. Tukiangusha wakati huo, lakini uangusha na nini? Damu ya Yesu Kristo. Tunatangaza damu ya Yesu Kristo pale.
Ili ufanye nini? Uyaondoe yale mawazo ambayo yatafanya nini? Ya kutoa katika, yani hayakupi breakthrough mbele za Bwana. So damu ya Yesu Kristo ni kifunguo katika uwepo wa Mungu. Ni kifunguo. Lazima ujifundishe kuharibu upinzani. Kuna upinzani utakuja ndani ya maombi. Lazima ujitayarishe, ujifunze vipi utakabiliana na upinzani ili upate breakthrough katika maombi. Ili upate mpenyo ndani ya maombi, yani upate njia ya kusimama mbele za Bwana. Kuna watu waweza kuwa tuko hapa katika ibada hii miaka mingi haujapata mpenyo. Yani haujapata breakthrough. Uwepo wa Mungu haujui. Lakini unapoitangaza damu ya Yesu Kristo, unapoiitisha damu ya Yesu Kristo, kinyume na kila vita, kinyume na silaha zilizoinuliwa mahali pale, utapata unajikuta unapiga chini mwenyewe magoti. Unajisalimisha mwenyewe, unapata Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa wakati wetu ni mchache, basi kwa yale machache yaliyokuja mbele zenu, basi Mungu awabariki. Na wiki inayopita tutaipisha ndugu zetu wengine wanaosimame, ili ile wiki nyingine inayokuja tukasimame na jinsi ya kuitisha damu ya Yesu. Tutaitisha. Amen. Lazima tufike katika climax. Tumeweza fundishwa lakini ukawa hujafika climax. Sasa alitufundisha lakini hatukujua tutasimama vipi, hii damu tutaitisha vipi. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tufundishane pia tutaitisha vipi. Hapo mfano mmoja tu katika msome kitabu cha Mhubiri 10:15. Nafika 10:15. Kazi yao wapumbavu wachosha kila mmoja. Kazi yao wapumbavu wachosha kila mmoja. Maana hajui hata njia ya kuendea mji. Maana hajui hata njia ya kuendea mji. Kwa kuwa mpumbavu anaweza kuwa anajua mji upo na anajua faida ya ule mji, lakini njia ya kuendea ule mji. Bwana Yesu asifiwe. Nimejaribu kuzungumza na mafumbo na ile neno. Yaani anaweza kuwa anajua upo mji na akajua faida ya ule mji, lakini kuendea ule mji akawa hajui. Sasa unaweza kuwa umeijua damu ya Yesu Kristo, ukajua faida zake, lakini kuiendea na kuitumia ikawa kitandawili. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Basi tumshukuru Bwana kwa ajili ya neno la leo. Amen. Amen. I think our time is over. Tunashukuru kwa sababu ya haya maandiko. That simply means that the blood of Jesus is the key to each and everything into our lives. Amen. Wacha tujifundishe, the moment tunaendelea kujifundisha, I think some of us will be getting deliverance. Amen. Kwa hivyo tusimame.